Ibla, kuna mechi ambayo ilipigwa pia kwa siku ya jana. Kikosi cha International Milan nao walikuwa na kibarua kizito kweli kweli, na mechi ambayo walikuwa na vana na Bayern Munich. Bayern ambao wametolewa, lakini finali inaenda kupigwa pale pale nyumbani kwao Allianz Arena. Jana Bayern licha ya jitihada zao, sare ya goli 2-2, lakini wamechomoka. Wamechomoka, na ukiangalia kwa Bayern Munich niliamini toka jana, hata nilizungumza nikasema Bayern kuweza kumtoa Inter Milan ni kitu kigumu sana, kwa sababu ukizungumzia Inter Milan ya Simone Inzaghi ni miongoni mwa timu ambayo ina hati bora ya ukabaji, na ni timu ambayo mimi naiona inaenda mpaka finali na wanaweza wakawa ni mabingwa. Unaona wanacheza kama hawaendi, lakini katika timu ambazo ni ngumu sana kuweza kufungika moja kwa moja, unaweza kuwa unahitaji Inter Milan. Kwa hiyo mimi nafikiri matokeo ya jana kwa Bayern Munich ni namna ambavyo wamebadilisha falsafa. Hadi wakati Bayern Munich jana wakiwa wanacheza, nikasema usio mpira wa Bayern Munich, wanavuka mstari wa katikati, wanapiga back pass. Tumeona miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinacheza sana direct ni timu ya Bayern Munich. Hapa unaweza kuwa unamzungumzia Vincent Kompany ambaye tumetoka kumzungumzia Arteta chini ya utawala wa Pep Guardiola, Kompany chini ya utawala wa Pep Guardiola, lakini bado unaweza kuwa unazungumzia namna gani ambavyo Bayern Munich hawawezi wakaja wakakopi na falsafa yao ya maisha. Mimi nafikiri maisha ya Vincent Kompany yatakuwa ni mafupi, kwa sababu Bayern Munich ni miongoni mwa timu ambayo unapoenda project ya kwanza ni kushinda taji la Ulaya. Wao uweze kuwa wanaambia kwamba labda uweze kushinda taji la ligi, kwa sababu taji la ligi wamekuwa kishinda mara kwa mara. Ndio. Na msimu jana tu hapa ndio wamesimama. Na ukizungumzia kwenye kikosi cha jana nilifarijika baada ya kuona baadhi ya ma legends wanarejea kwenye kikosi kwenda kuwapa wachezaji motisha. Unazungumzia ni ile Inter Milan ya mwaka 2010 wakati inawafunga Bayern Munich goli 2-0, goli zikifungwa na Diego Milito. Kwenye kikosi walikuwepo wakina Walter Samuel eneo la katikati pamoja na Lucio, lakini unazungumzia eneo la goalkeeping alikuwa Brazil, miongoni mwa goalkeeper bora sana Julio Cesar kipindi hicho. Maicon alikuwa anakula beki wa kulia. Unazungumzia eneo la kiungo ulikuwa unakuta wakina Zanetti, wakina Cambiaso, wakina Schneider eneo la kiungo. Ushambuliaji unaenda kuona wakina Padev, unamwona Samuel Eto'o, Diego Milito. Ilikuwa ni Inter Milan ambayo imeshiba. Jana uliona wachezaji wake wa zamani walienda kuipongeza timu kwa kiasi kikubwa. Inter Milan zidi ya Barcelona bado naona ni mechi ngumu, lakini Inter Milan naiamini sana ni timu ambayo inacheza kwa nidhamu ya hali ya juu kwenye mchezo wa Champions League kuliko timu nyingine yote. Kwa maana Ditik, na wewe unaamini kwamba Inter Milan ataenda kumchomoa FC Barcelona miongoni mwa mechi ambayo wanaenda kucheza katika hatua ya nusu finali? Ni ngumu kwa kuzungumza wazi, kwa sababu Barcelona imekuwa timu ambayo ikibadilika sana kulingana na mpinzani wanayekutana naye, lakini kwangu mimi nadhani ni mpinzani sahihi. Ukiona Barcelona ambayo imekuwa kwenye ubora, lakini ubora wa Barcelona umejengwa kwenye umezungukwa na baadhi ya wachezaji kama utaweza kuzuia ule moto wa Pedri na De Jong ambao wana combination nzuri eneo la katikati, na upande wa kulia ambao wanacheza Lamine Yamal, utakuwa umezuia vitu vingi sana, kwa sababu ili Rafinha afanye mikimbio anategemea sana mipira inayotoka kwa Lamine Yamal. Ili Robert Lewandowski afike eneo la box kuleta upinzani mkubwa, anategemea sana ubora au utengenezaji mzuri kutoka kwa Lamine Yamal, Pedri pamoja na De Jong eneo la katikati. Kitu ambacho nakiona ukiangalia timu ya Inter Milan ni timu ambayo wachezaji wengi, na bahati nzuri mpira wa Italia ni mpira ambao ni wa kulinda sana, na hilo wamebahatika. Ukiona beki Bastoni